lengo la kamati ya sera ya fedha, ambayo huwa hukutana kila robo ya mwaka kutathmini mwenendo na mwelekeo wa uchumi na kuamua riba ya Benki Kuu. Riba hii hutoa mwelekeo wa sera ya fedha wenye lengo la kuhakikisha mfumuko wa bei. Keyword, mfumuko wa bei. Sera ya fedha ya nchi yoyote ile, yani kama ni kutarget, hiyo ndio kazi yetu sisi, mfumuko wa bei. Waandishi wa habari mmeipata hiyo? Na sisi tunasema unatakiwa ubaki kwenye lengo, unabaki kwenye ndani ya lengo la muda wa kati la 5% na kuchangia ukuaji endelevu wa uchumi. Kwa kama tulisema nianze na hilo kukumbushana tu, lakini najua mnafahamu. Kwa hiyo tangazo lenyewe linasemaje? Kamati ya sera ya fedha ilikutana jana tarehe 3 na kufanya tathmini ya mwenendo wa uchumi wa nchi yetu na mwelekeo wake katika robo ya pili ya mwaka huu. Kulingana na tathmini hiyo, kamati imeamua riba ya Benki Kuu kuendelea kuwa 6%. Kwa hiyo kwa muktadha huu, Benki Kuu itaendelea kutekeleza sera ya fedha ili kuhakikisha riba ya mikopo ya siku 7 ambao huwa ndio tunailenga sisi hiyo. Wakubwa wenye mabenki hawa wanafahamu hawa, lakini natakiwa wao wanawaambia pia vizuri. Baina ya benki inabaki ndani ya wigo wa 4 mpaka 8. Na mfumuko wa bei na kasi ya ukuaji wa uchumi nchini unatarajiwa kubaki ndani ya malengo. Hata hivyo, wote tumesikia, na nikasema ile jana, mmesikia wote, duniani kutokutabirika kwa sera za biashara na migogoro ya kisiasa duniani inaweza kuathiri mwelekeo wa mfumuko wa bei na ukuaji wa uchumi katika kufikia malengo yake. Hivyo basi, uamuzi huu wa kamati unalenga kuukinga uchumi wetu dhidi ya athari zinazoweza kutokea kutokana na vikwazo vya kibiashara na migogoro ya kisiasa duniani. Kamati ya sera katika kutathmini mwenendo wa uchumi wa dunia kwa robo ya kwanza ya mwaka huu, kamati ilibaini kuwa shughuli za kiuchumi katika nchi zilizoendelea na zile zilizoibukia kiuchumi ziliendelea kuimarika. Na mwenendo huu unatarajiwa kuendelea katika robo zijazo za mwaka 25. Pamoja na misukosuko yote kama nilivyosema, bado outlook sio mbaya. Leo asubuhi mkiangalia masoko, kuna neno linaanza kutajwa, recession. Ya? Hasa kwa mkubwa wetu wa dunia. Mfumuko wa bei ulipungua na kufikia malengo ya benki kuu za nchi nyingi duniani kutokana na kufifia kwa athari zilizotokana na mitikisiko ya kiuchumi katika vipindi vilivyopita, na utekelezaji wa sera ya fedha iliyolenga kupunguza ongezeko la ukwasi. Kutokana na mwenendo huu, pamoja na matarajio ya kuendelea kupungua kwa mfumuko wa bei, benki kuu katika nchi nyingi zimeendelea kupunguza riba zao za sera ya fedha, au zingine kusema tunaachia hapa. Kwa wale wachumi wenzangu wanajua kitu kinaitwa R**. Ya? The neutral one. Umeweka pale, kama ni gia basi umeshachagua hiyo, itakuwa namba 4 hiyo unaenda nayo hiyo. Lakini ndio unahakisha kama ni mlima itapanda, kama ni mteremko itakwenda tu. Kama ni namba 3 hivyo. The R**. Nakumbusha watu wa mashuleni kule. Hata hivyo, kutotabirika kwa sera, vikwazo vya kibiashara baina ya nchi hususan zile zilizoendelea na zinazoibukia kiuchumi, pamoja na migogoro ya kisiasa, vinaweza kuathiri matarajio ya ukuaji wa uchumi wetu na kuchochea kuongezeka kwa mfumuko wa bei duniani. Kamati pia ilibaini kuwa toka ilipokutana katika kikao chake cha Januari mwaka huu, mwenendo wa uchumi wetu umeendelea kuimarika. Na matarajio ni kuwa kuimarika kwa uchumi nchini kunathibitishwa pia na matokeo ya tafiti za mtazamo wa soko. Lakini pia tumefanya
tathmini na wakurugenzi watendaji wa makampuni ikijumuisha wakubwa hawa mabenki. Wanasema mambo mazuri. Aidha, mwelekeo huu pia unathibitishwa na tathmini iliyofanywa na kampuni ya Moody's. Hawa ni wakubwa wale katika kampuni zile 3 duniani zinazoangalia uwezo wa nchi kukopa. Wametuthibitishia na tumebakizwa kwenye daraja B1 ikiwa na mwelekeo imara. Hata hivyo, matarajio haya yanaweza kuathiriwa kama nilivyosema na vikwazo vya kibiashara, migogoro ya kisiasa duniani. Na tuna point kadhaa kama 7 hivi tumezisema ili kueleza kidogo kamati ambacho imefanya maamuzi. Kwanza, katika robo ya kwanza ya mwaka 25 hali ya ukwasi iliimarika, kitu ambacho ni muhimu. Tukisema kwa kizungu wanasema hiyo liquidity hiyo. Sasa Kiswahili ni ukwasi. Ni kitu muhimu kweli, ni kama damu ya mtu. Yaani kwenye mabenki mambo ya kukopeshana, hiyo liquidity hiyo, ukwasi huo ni kama damu. Damu ikipungua tunajua mambo yanakuwa basi. Sasa ukwasi umeimarika kutokana na ongezeko la matumizi ya serikali pamoja na kupungua kwa fedha taslimu nje ya mfumo wa benki. Kutokana na mwenendo huu, benki zilipunguza mahitaji ya kuja benki kuu kuomba mikopo. Waandishi wa habari, mnajua wakubwa hao wanakuja benki kuu kuomba mikopo. Kwa hiyo lazima mfahamu nadhani Misango of course kupitia wenzetu wa kitengo cha habari. Tunaendelea kuelimishana, si ndio, kufanya yale mafunzo yetu. Ni muhimu sana kuelewa yani hizi banking sector inafanya kazi namna gani, intermediation ile inafanya kazi namna gani. Hata hivyo, kamati ilibaini kuwa baadhi ya benki ndogo, Misango hapa ni benki ndogo, zile za kati ziko sawa sawa, ni benki ndogo wakati mko vizuri, zimeendelea kukumbana na changamoto ya kupata ukwasi kwa gharama nafuu. Wakubwa wanawakimbia huko pesheki, unaona. Kwa hiyo kumbe katika kila level huku ukiwa mtu mmoja unataka kukuwa una kitu gani. Kwa hiyo hata hawa wenyewe wanasema wewe bado kama unataka basi nakupa kwa asilimia kubwa, na hivyo kuchangia riba ya mikopo ya siku 7 baina ya benki kubaki karibu na wigo wa juu wa riba ya benki kuu CBR. Pili, kwa mwaka 24 uchumi wa Tanzania ulikuwa imara ukichangiwa na ongezeko la uwekezaji katika sekta za umma na binafsi. Ukuaji wa uchumi wa Tanzania bara unakadiriwa kufikia 5.5 mwaka jana. Kwa hii ni takwimu ambayo wenzetu wa statistics wametoa. Nadhani hii ndio ya mwisho hii, kwamba mwaka jana tumekuwa kwa 5.5. Kwa tumezidi yale matarajio ya ukuaji wa 5.4. Tulikuwa tumefikiria kwamba mwaka jana tungekuwa kwa 5.4, sasa tumekuwa kwa 5.5. Lakini mwaka ule 23 tulikuwa kwa 5.1. Kwa hiyo unaona tunakwenda mbele. Ukuaji huu ulichangiwa zaidi na sekta ya kilimo, fedha na bima, uchimbaji wa madini na ujenzi. Vile vile utalii ambao hugusa shughuli nyingi za kiuchumi ulichangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa uchumi. Ukuaji wa uchumi unakadiriwa kufikia 5.5 katika robo ya kwanza ya mwaka huu. Robo ya kwanza mwaka huu 25. Uchumi wa Zanzibar unakwenda kasi 7.2 katika robo ya 4 ya mwaka jana, kutoka 2.2 mwaka juzi ule 25, na ulichangiwa zaidi na shughuli za malazi na chakula.
ambazo kwa kiwango kikubwa huambatana na shughuli za utalii pamoja na biashara. Ukuaji wa uchumi unatarajiwa kuendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha katika robo ya pili ya mwaka huu, ukifikia 6.1% kwa Tanzania bara na 6.5% kwa Zanzibar. Na mnafahamu bado tuko chini kidogo ya ile namba yetu tunayofikiria ya 7 na kwenda juu. Kwa hiyo bado kidogo, lakini tunaelekea huko. 3, mfumuko wa bei ulikuwa tulivu sambamba na matarajio kutokana na utekelezaji thabiti wa sera ya fedha na bajeti. Uwepo wa chakula cha kutosha nchini pamoja na kupungua kwa bei za nishati duniani. Mfumuko wa bei ulipungua kufikia wastani wa 3.1% mwaka jana ukilinganishwa na wastani wa 3.8% wa mwaka 23. Hii yote tunaonyesha trend ambavyo tumekuwa kwamba mfumuko wa bei sasa kwa nchi yetu sio tena na Mungu azidi kuendelea pia kutuangalia. Mvua, mnafahamu mvua ni muhimu pamoja na mageuzi tunayofanya kwenye mambo ya umwagiliaji, lakini bado tunahitaji mvua. Na hizi namba hizi zinazosema ziko chini ya lengo la 5% kwa mfano wa mambo ya SADC na EAC. Yaani kwa maana ya kwenye hizi jumuiya tuliko huko sisi kama ni tiki tumeshapata tiki kubwa. Tiki kubwa sana. Katika robo ya kwanza ya mwaka 25 mfumuko wa bei wa Tanzania bara ulikuwa wastani wa 3.2%. Kwa upande wa Zanzibar mfumuko wa bei ulipungua kufikia 5.1% kwa mwaka 24 kutoka 6.9% mwaka 23. Kwa hiyo mnaona mfumuko wa bei unatarajiwa kuendelea kwa utulivu ukiwa takriban 3.2% kwa robo ya pili ya mwaka 25. 4, ujazi wa fedha ulikuwa imara kwa zaidi ya 12% mwaka 24 sanjari na utekelezaji wa sera ya fedha. Ukuaji wa ujazi wa fedha unachangiwa zaidi na ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi, na ni washukuru wakubwa hawa, kazi wanafanya kubwa. Katika robo ya kwanza ya mwaka 25 ukuaji wa ujazi wa fedha uliongezeka sambamba na kuimarika kwa ukwasi. Mikopo kwa sekta binafsi ilikuwa kwa wastani wa 12.7%. Kubwa nafanya kazi nzuri ambapo sehemu kubwa ya mikopo ilitekelezwa kwenye shughuli binafsi hususan biashara ndogo na zakati, ikifuatiwa na shughuli za kilimo, biashara na uzalishaji viwandani. 5, sekta ya fedha imeendelea kuwa imara na thabiti ikiwa na ukwasi wa kutosha yenye kutengeneza faida na mtaji wa kutosha kukabiliana na mtikisiko wa kiuchumi. Ubora wa rasilimali za mabenki uliendelea kuwa imara ambapo uwiano wa mikopo chechefu ulikuwa 3.6%, chini ya kiwango kinachokubalika cha 5%. 6, utekelezaji wa sera ya bajeti katika robo ya 3 ya mwaka 2024-2025 ulikuwa kuridhisha. Mapato ya kodi kwa Tanzania bara na Zanzibar yalifikia lengo kama ilivyokuwa katika robo ya 2 zilizotangulia kutokana na kuimarika kwa ufanisi na usimamizi wa kodi. Matumizi ya serikali yaliendelea kufanyika kuendana na rasilimali zilizopo. Deni la serikali limeendelea kuwa tulivu, himilivu. Narudia tena, deni la serikali limeendelea kuwa himilivu, hali inayoakisi usimamizi thabiti wa mapato na matumizi ya serikali. Sekta ya nje imeendelea kuimarika. Katika mwaka unaoishia Machi 25 nakisi ya urari wa malipo ya kawaida ilikuwa takriban 2.6%. Hii namba hii waandishi wa habari mwichukue hii. Yaani ni namba nzuri sana. Misango tabii tuangalie hizi namba kama hii tumeipata lini tena. Hii 2.6. Yaani kwa maana ya historical. Kwa maana nyingine ukiangalia zile takwimu za mauzo ya nje na zile za kuagiza, yaani tunataka kama kulingana hivi. Lakini
lakini ukiona exports, yani hizo mauzo yamekuwa kwa asilimia ngapi? 16. Na tutawapa hizo. Yani ni kwamba vitu vinafanyika. Nadhani mnakumbuka ulikuwa na yani hizo vya kuagiza nje vilikuwa vinaonekana, yani ile namba hata huwezi kulinganisha wakati mwingine. Sasa hivi tayari tuna hilo gap linaanza kuzidi. Lakini lazima tufanye kazi zaidi. Lazima tufanye. Na kwa hiyo inawezekana. 2.6 ya pato la taifa. Na hii imetokana na mauzo ya nje ya nchi, hususan utalii, dhahabu, korosho na tumbaku. Lakini na hivi tumechukua tu vichache. Nchi hii yetu imebarikiwa, ina vitu kama zaidi ya 11, 12 hivi vinavyotuletea pesa. Nchi zingine labda kitu kimoja, viwili tu, vitatu. Kwa hiyo kitutuleka tu tayari. Hali ngumu. Sisi tunavyo waandishi wa habari, nalisema hili, mwe mnaangalia zile ripoti zetu za mwezi, tunaita monthly economic review. Hayo tunayosema yako kule. Mtaona zaidi ya vitu 10, lakini lazima tufanye at scale, kuwe value addition na nini. Mambo yote yatakuwa rahisi tu. Korosho mnafahamu tulikuwa na mwaka huu tulipata tani kama 400,000 na kitu, sio? Kwa nini tuseme korosho tunataka tuwe na tani milioni 1? Na tunajipanga. Ivory Coast ambao tunashindana nao wako kwenye hizo figure. Mnafahamu korosho ni Ivory Coast na Nigeria, afu sisi. Nadhani mnafahamu. Lakini sisi tunaweza kuwa na ardhi kubwa inayokubali korosho. Kwa hiyo maana yake lazima tuweke nguvu zaidi. Kwa hiyo ni dhahabu ambayo iko, dhahabu nyingine. Sasa kwa upande wa Zanzibar, kama nilivyosema kwenye version nyingine, ulali wa malipo ya kawaida ulikuwa wa ziada. Huko sasa kazi na inafanyika nzito kweli kweli. Wana ziada ya dola milioni 563.5. Hata kipindi kilichopita walikuwa na ziada pia ya 407, lakini imezidi kwenda, umezidi kuongezeka. Na hiyo yote ni kwa sababu ya utalii unaongezeka. Na mwisho ambao 8 ni akiba za fedha ya kigeni, iliendelea kuwa ya kutosha katika robo ya kwanza ya mwaka huu. Akiba ya fedha za kigeni ilifikia zaidi ya dola bilioni 5.6, kiasi kinachotosheleza uagizaji wa bidhaa na huduma nje ya nchi kwa takriban miezi 4 na nusu. Sheria ya Benki Kuu inasema miezi 4. Sisi tayari tumezidisha pale. Pamoja na misukosuko tunazidisha pale. Nasema sasa sio Benki Kuu, ni you, yani ni nyie. Sisi tuna coordinate hizi takwimu na nini, lakini maana yake nyie ndio mnachakata, mnatoa mikopo, waandishi habari mnawahimiza watu tulime vizuri, tuwekeze, tufanye viwanda vingi na nini. Ndio haya mambo haya. Na tunatarajia viwango hivi vitabakia hivi pamoja na mambo yanayotokea huko. Tutakuwa tuko sawa. Kulingana na matarajio ya kuimarika kwa urari wa malipo ya kawaida, kamati ilibaini kuwa mabadiliko ya thamani ya shilingi katika robo ya kwanza ya mwaka 25 ni ya msimu. Na ndio maana nikasema vile vitu 11 na zaidi vile tuvifanye viwe kwa ukubwa zaidi. Kwa kuanzia January mpaka December wala hakutakuwa toka tunalala usingizi. Kwa hata wengine mvizi hazitaota sana. So na hivyo tunatarajia shilingi kuimarika sambamba na ongezeko la mapato ya fedha za kigeni nchini. Kwa kumalizia, siwachoshe sana, kamati ya sera ya fedha inatarajia Benki Kuu kuendelea kufanya maboresho katika soko letu la fedha baina ya benki kwa lengo la kuongeza ufanisi wa uamuzi wa viwango vya riba zinazotozwa katika soko hili
na kuendelea kufuatilia kwa karibu vihatarishi vinavyoweza kuathiri mfumuko wa bei na ukuaji wa uchumi ili kuchukua hatua stahiki za sera ya fedha pale inapohitajika. Maelezo ya kina ya mwenendo wa uchumi na mwelekeo wake yatapatikana katika ripoti ya kamati ya sera ya fedha itakayochapishwa hivi karibuni kwenye tovuti zetu za Benki Kuu. Nadhani unafahamu tovuti yetu. Kamati ya sera ya fedha inatarajia kukutana tena katika wiki ya kwanza ya mwezi Julai mwaka huu na kuamua kiwango cha riba cha Benki Kuu kwa robo ya 3 ya mwaka 25.